umenitoa mbali sana, Ebeneza wastahili. Jehova umenitoa mbali sana, Ebeneza wastahili. Kama sio wewe, kama sio wewe Baba, kama sio wewe leo singekuwepo. Maisha yangu Baba yalikuwa magumu sana, kama sio wewe. Asifiwe. Basi umefika wakati wa ibada hii ambayo Kristo aliweza kutuachia ili tukawe tunakula mkate kwa pamoja, tukakunywe kikombe kwa pamoja, mkate ukiwa ishara wa mwili wake Yesu Kristo ulioteswa pale msalabani kwa ajili ya maisha yetu, na pia damu hii, kikombe hiki ikiwa ishara ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya kuleta msamaha na ondoleo la dhambi, ambao mwili wake, damu yake, na akatuagiza tuwe tukitenda hivyo kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi. Baba Mungu wetu, ni asante ni kwa sababu ibada hii Yesu ulifanya pamoja na wanafunzi wako wakati wako wa mwisho. Mungu wetu, ukaandaa sikukuu. Bwana, ukawa pamoja na wanafunzi na ukakula pamoja na wanafunzi, ukatoa mkate ukiwa ishara ya mwili wako ulioteswa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na hata pia ukatoa kikombe ikiwa ishara ya damu yako iliyomwagika msalabani kwa ajili ya msamaha wa dhambi na ondoleo la dhambi yetu. Mungu wetu, ninakushukuru kwa sababu wakati huu umefika ukiwa kama kanisa kutenda haya ambao Bwana ulisema ya kwamba Mungu wetu tukashiriki kikombe pamoja na mkate mpaka utakapokuja Kristo kuchukua kanisa lako. Niendapoenda na kuongoza Jehova ibada hii, naomba Jehova ukanisamehe na ukanitakase. Mungu wetu, samehe kila mmoja na ukaweze kuwa pamoja nasi kazi na damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Mungu, kuwa nasi mkate huu, naomba Bwana ukaubadilishe ukawe mwili wa Yesu Kristo, na hata pia kikombe hiki Mungu ninaomba ukakibadilishe kikawe damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Mungu wetu, wacha ukatende haya kwa utukufu wako. Kuwa nasi na hadi mwisho, tutakushukuru. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. 26, naona Yesu pale akipeana meza hii na akatoa mkate akapatia wanafunzi wake wakala kwa pamoja, akatoa kikombe kwa wanafunzi wake wakanywa pamoja, na akasema fanyeni hivi kwa ajili ya utukufu na ukumbusho wa maisha na mateso yake aliyopata pale msalabani. Basi unapopata mkate, ninaomba tukaweze kungojeana, na hata pia kikombe kifika kwako, naomba tungojeane ili tukaweze kula kwa pamoja kama vile Kristo alivyofanya. Sioshwe dhambi zangu bila damu yake Yesu, hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Yesu alitoa mkate, akaubariki na akaumega, akapatia wanafunzi wake, akasema ya kwamba kuleni, huu ndio mwili wangu ulioteswa kwa ajili ya dhambi. Wala udhuru tena bila damu yake Yesu.
ila damu yake Yesu. Patanishwa bila damu yake Yesu, hukumu yanitisha bila damu yake. Kuna mtu amepitiliwa, naweza ikamletea. Unaweza inua mkono kama umepitiliwa mahali ulipo. Makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Sipati tumaini bila damu yake Yesu. Wema wala Asema mweni nyote kombe hiki ni ukumbusho wa damu yangu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. La kunisafi sina ila damu yake Yesu, wala udhuru tena ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa. Kuna mmoja amepitiliwa, nimletee, inua mkono. Ya kututakasa ila damu yake Yesu. Sipati patanishwa bila damu yake Yesu, hukumu yanitisha bila damu yake Yesu. Mwito wangu ni kwa wale ambao kuweza kushiriki, ni kwamba angalie tu ni wapi panasababisha tusiweze kushiriki meza ya Bwana pamoja nasi, na kama kuna uwezo wa kurekebisha, naweza rekebisha. Naomba Mungu tu akusaidie, afungue hiyo nafasi ili ukarekebishe na tukaweze kuwa tunashiriki sote. Furaha yangu ni kuona kwamba kanisa lote tunashiriki meza ya Bwana kwa pamoja. Hiyo ndio furaha yangu. Kusema meza ya Bwana tunashiriki sote kwa pamoja kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu.
Lakini Biblia inasema ya kwamba kabla ya kula hii wala kunywa ujioji. Waweza kuwa tu umejioji na ukaona tu haustahili. Mwambie tu Mungu nisamehe, wakati mwingine ukaweze kushiriki pamoja na wenzangu kula mkate pamoja na kikombe hiki pamoja. Tubarikiwe na Mungu atusaidie. Kuna kadi, kama kuna kadi yako utapeana, na hata pia huwa kuna sadaka kwa ajili hiyo, kwa ajili ya meza ya Bwana. Kuna sadaka pia tunatoa kwa ajili ya kugharamikia hii. Tuombe. Baba yetu, hakika ibada hii imekuwa ni yako, kwa sababu Yesu wewe ndio uliyeanzisha. Tumeifanya katika nyumba yako hii. Mungu wetu ni kutekeleza na kukamilisha maandiko yako, vile ulituagiza ya kwamba tukafanye hivyo kwa ajili ya utukufu wako. Mungu wetu, tumetenda. Kuna wengine ambao Bwana hawakushiriki, na uombea neema kutoka kwako Bwana, ukanene na wao. Ikiwa iko sehemu ambayo Bwana unaona ya kwamba hawajakamilika, Bwana ukawakamilishe kwa utukufu wako. Ikiwa kwamba Mungu ameenda kando, Bwana ninaomba kuwasamehe, ili wakati mwingine tutakapokuwa na ibada kama hii, Bwana tukashiriki sote kwa pamoja kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili ya uvumilivu wa kila mmoja. Mungu wetu, tumevumilia mpaka tukaweza kuona ibada mwisho wake. Tunasema ni asante. Tunajiachilia mikononi mwako Mungu kwa wiki hii yote. Bwana ukawe nasi, ukatulinde na ukatuhifadhi. Na Bwana ukalinde na ukatuze, na ukaweze kutenda mema katika kazi ya wapendwa wako Bwana. Neno kafikia kuwabariki wiki yote, na waombea neema ya baraka. Fungua njia za baraka Jehova, na kazi zao zikaweze kubarikiwa na zikaweze kukua, na Bwana ukaonekane ukiwa mwema, na mapato ya wapendwa wako wote yakawe ni ya baraka, na ikawasaidie, kasaidie familia, jamii, na hata pia kanisa na taifa lote kwa ujumla. Mungu wetu, wacha kukatende kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Sioni mwingine mimi wa kuabudu ila ni wewe Bwana uliye juu. Sioni mwingine mimi wa kuabudu ila ni wewe Bwana uliye juu. Mimi nimetembea milima na mabonde, sijaona wa kuabudiwa ndani ya bahari.